Yes, mtazamaji wa Uhondo TV. Hujambo na karibu. Hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uhondo TV, Uhondo Michezoni. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Moja kati ya story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo Simba Sports Club msimu uliopita wa 2024-25 hawakufanikiwa kuachieve kombe lolote, maybe kombe la shirikisho barani Afrika ambao tunasema kwamba CAF Confederation League Cup, lakini pia kombe la NBC Premier League ambao tunasema kwamba ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kombe la FA ambao tunasema kwamba CRB Federation Cup ambavyo Simba ilishia hatua ya nusu finali. Sasa maneno yamekuwepo kwa kiasi kubwa, nimeona niweze kuletea taarifa hii ambayo imeonekana kuwa gumzo kwa kiasi kikubwa kupitia kwenye mtandao wa Instagram wa Simba Sports Club. Unasema bodi ya wakurugenzi ya Simba imekutana na bodi ya washauri ya kujadili mambo mbalimbali ya klabu, ikiwemo tathmini ya msimu uliopita na mipango ya msimu ujao, ikiwemo usajili. Yes, mtazamaji wa Uhondo TV, hicho ndicho ambacho kwenye ukurasa wa Instagram wa Simba Sports Club, taarifa ambayo imeonyesha wajumbe wa bodi ya Simba Sports Club, lakini pia akiwemo mfadhili na mmiliki wa klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Mo Dewji, lakini pia Salum Try Again akiwepo na Mautaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wajumbe ndani ya Simba Sports Club. Inawezekana ni moja kati ya tukio ambalo watu wengi limeweza kuwashangaza kwa kiasi kubwa, kwa sababu tunaamini kwamba Simba msimu uliopita imeweza kusira kwa kiasi kikubwa kwenye NBC Premier League, imeshika nafasi ya pili, mchezo wa mwisho dhidi ya watani wa jadi ambao ni Desmond Gfcas, mabingwa wa kihistoria, ambao ilipoteza goli 2-0. Lakini pia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ambao tunasema kwamba CAF Confederation League Cup ambavyo Simba ilitolewa na RS Berkane kutokea nchini Morocco. Ukijaribu kutazama maybe kwenye kombe la FA au CRB ambavyo Simba ilitolewa kwenye hatua ya nusu finali na Singida Black Stars. Kwa hiyo inawezekana kwamba mfadhili wa Simba pamoja na wajumbe kwenye bodi ya Simba Sports Club kwenye maybe kwenye department ya bodi ya wajumbe ni kitu kikubwa sana ambacho kimeendelea, mdalo ambao maybe umekuwa unauliza maswali mengi kwa kiasi kubwa. Lakini pia Simba umeona wamepost taarifa kama hii, usajili pia inaweza kama moja kati ya kitu ambacho inabidi wakitazame kwa kiasi kubwa, kwa sababu Simba imekuwa ina struggle. Maybe tusubie kama ni kitu gani ambacho kinaweza katokea, kwa sababu Simba ni timu kubwa kwenye idara ya usajili na watu ambao wanafanya vizuri. Kuna CEO ambaye maybe na mwenyewe anafanya vizuri, kuna technical bench ambao kuna Faru Davis ambao anafanya vizuri, ambao na mwenyewe anaweza akashirikiana pamoja na viongozi wa klabu ya Simba kuweza kujua kitu gani ambacho wachezaji ambao maybe wana uwezo mkubwa ambao wanaweza wakaisaidia Simba Sports Club, anaweza maybe na mwenyewe akapeleka pendekezo kubwa, kwa sababu tunaamini kwamba mini coach au kocha mkuu ni moja kati ya kiongozi ambaye anaweza akapeleka kitu kikubwa au shauri katika bodi ya wajumbe ndani ya Simba na akaweza kutekeleza kile kitu ambacho anakihitaji. Kwao namna ambavyo wajumbe wamekuwa wanazungumza, tusubie kitu gani ambacho kitatokea. Simba iliyopita maybe ya msimu wa 2023-24-25, je 2025-26 itakuwa ni Simba namna gani? Tuendelee kusubiria. Kikubwa endelea kuwa na Uhondo TV ili uweze kujipatia update mbalimbali za kimichezo. Hii ni Uhondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah.